Karibu sana United Insider. Cha muhimu ni wewe kuikuza jamii kubwa kwa kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Tuziangazie taarifa muhimu zaidi kuhusu Red Devils Manchester United. Taarifa kutoka kwa mwandishi Andy Mitten anasema Manchester United itafanya mpango kusajili viungo wawili katika madirisha yanayokuja. Kiungo wa kwanza atalazimika kusajiliwa kwenye dirisha la Januari, huku kiungo mwingine akisajiliwa kwenye dirisha la majira ya joto, kwa maana dirisha kubwa la usajili. Jina la Elliot Anderson ndio linatajwa zaidi kwamba ndiye kiungo ambaye Manchester wataamua kwa sasa kuweza kumsajili, na haitojalisha gharama itakuwa ni kubwa kiasi gani ya kuweza kumsajili kiungo huyu. Lakini mbali na Elliot Anderson, yuko Baleba na Adam Wharton wanaendelea kutajwa kwamba ni viungo ambao Manchester itakuwa naangazia kuwasajili. Lakini Elliot ndio inaelezwa kwa mujibu wa Andy Mitten anapewa nafasi kubwa kuweza kuja Januari, halafu mwingine atafuata katika dirisha linalofuata. Ruben Amorim alimzungumzia Elliot katika mchezo kuelekea dhidi ya Nottingham Forest, akisema kwamba ni moja kati ya viungo bora, na inaonyesha hata Amorim mwenyewe ana appreciate kwamba klabu ya Manchester inaweza ikamhitaji kiungo bora kama Elliot Anderson ambaye amekuwa na season bora zaidi kuliko hata Baleba, kuliko hata Adam Wharton. Kwa Manchester itaangazia kupata viungo wawili katika madirisha mawili yanayokuja Januari, pamoja na dirisha kubwa la majira ya joto. Tukisalia kwenye issue hiyo ya kiungo, kwa mujibu wa Andy Kamila, mmoja kati ya waandishi ambao wamekuwa wakiripoti taarifa muhimu sana, anaeleza kwamba Manchester United wameanza kufanya mazungumzo na klabu ya soka ya Brighton ili kuweza kumpata kiungo Carlos Baleba, ambaye inaelezwa sasa thamani yake ni kiasi cha pauni milioni 90. Watakuwa tayari Manchester kuweza kuilipa ili kupata saini ya Mkameruni Baleba, ambaye pia amekuwa akizungumzwa zaidi kwenye siku za karibuni kwamba ni moja kati ya viungo ambao watakwenda kuibadilisha United. Kwa hiyo hii ni taarifa nyingine kubwa zaidi na negotiation kwamba zimekwisha kuanza kati ya Brighton na United. We're not sure, lakini hii ni kwa mujibu wa Andy Kyle, moja kati ya waandishi ambao tangu season iliyopita alikuwa na ripoti muhimu. Moja kati ya ripoti yake muhimu ilikuwa ni swala la usajili wa Bryan Mbeumo, yani mtu ambaye alitoa taarifa zilizokuwa sahihi zaidi kuliko mtu mwingine yeyote, si Fabrizio, si watu wa The Athletics na watu wengine. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia ni credible source. Lakini taarifa kutoka kwa Alex Crook anaeleza kwamba United wataachana na Mwingereza Jadon Maliki Sancho. Mkataba wake utapomalizika tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026, na watamwachia bure, hawatotrigger kile kipengele cha kuongeza mwaka mmoja ili aendelee kusalia. Kwa hiyo mwisho wa mkataba wake wataachana moja kwa moja na Jadon kuweza kuondoka United, na mambo bado sio mazuri kwa Jadon. Hata msimu huu ametolewa kwa mkopo, lakini mambo yameshindwa kwenda vizuri. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ESPN, wanasema United iko willing kuweza kumsajili kwa mkopo mshambuliaji wa Real Madrid Enrique, ambaye ni Brazil, ambaye hana wakati mzuri kwenye klabu ya Real Madrid. Lakini moja kwa moja Real walikataa ofa ya mkopo, na kumekuwa na maongezi yanaendelea kwamba Lyon wanaweza kaendelea na mchakato wa kumpata Enrique, japokuwa vyombo vingine vya habari vikiripoti kwamba Manchester bado ana nafasi ya kuweza kumsajili Enrique kutoka kwenye klabu ya Real Madrid pale nchini Hispania kwa mkopo katika dirisha la mwezi Januari. So tusubiri kuona kama nyota huyu wa Brazil ambaye bado hajaonyesha makeke yake ndani ya Real, pamoja na kuletwa kwamba atakuja kuwa nyota mkubwa, na huenda akajiunga na Manchester katika dirisha lijalo kwa mkopo. Hii ni taarifa nyingine muhimu sana siku ya leo kuhusu Red Devils. Cristiano Ronaldo tunaweza kusema ni kama anaikataa United hivi, na kuikataa kwake Cristiano Ronaldo amesema Manchester hawana uwezo wa kuweza kushinda taji la Premier League msimu huu, na alikuwa akizungumzia United kwenye mambo mengi, na pia akamzungumzia kocha Amorim. Lakini kwanza akizungumzia swala la Manchester, anasema bado hawako kwenye nafasi ya kuweza kushinda taji la EPL. Akasema miujiza ipo, lakini kuna miujiza mingine ni migumu kuweza kutokea, na akirelate na miujiza ya nyumbani kwao Ureno kwamba hiyo ni miujiza huwa inatokea, lakini ni ngumu sana kwa United kuweza kutoa
ubingwa wa EPL. Lakini pia Ronaldo amemzungumzia Ruben Amorim na kusema kwamba Amorim anafanya kazi nzuri, na anasema Amorim anahitaji muda zaidi ili kuweza kuifikisha Manchester kwenye sehemu ambapo watu wengi wanatamani kuiona. Lakini akagusia kitu kingine cha msingi kwamba Manchester kuna quality kubwa, kinachokosekana kwa sasa ni ile mentality ya wachezaji wenyewe kuamua kufanya vitu bora ili kuweza kuisaidia klabu. Lakini Ronaldo anaamini kabisa Amorim ni mtu sahihi na anafanya vizuri, anahitaji muda, ila wachezaji wanakosa mentality bora lakini wana quality nzuri ya kuweza kufanya vizuri. Pia tusisahau tetesi kuelekea Januari zitakuwa nyingi zaidi. Inaelezwa mdogo wake na Jude Bellingham ni nyota ambaye huenda akajiunga na Manchester kutoka kwenye klabu ya Borussia Dortmund kwa sababu hana furaha ndani ya klabu ya Borussia Dortmund. Hii ni taarifa nyingine ambayo ipo kwa siku ya leo. Lakini United watablock move yoyote ya Januari ya kumruhusu Joshua Zirkzee kuweza kuondoka. Inaelezwa AC Roma ni klabu ya hivi karibuni zaidi ambayo imekuwa ikionyesha nia ya kumtaka Joshua Zirkzee, lakini inaelezwa Manchester watablock transfer yote ambayo inamhusu Joshua Zirkzee kuweza kuondoka klabuni United. Manchester bado atakuwa anaendelea kutafuta mshambuliaji mwingine wa kuja kusaidia kwenye klabu. Bado kumekuwa na ukosolewaji wa Shesko tangu amejiunga na klabu na bado hajafanya vizuri zaidi ambavyo labda ilitarajiwa. Inaelezwa Manchester wameanza mazungumzo na agent wa mshambuliaji Victor Roca kutoka kwenye klabu ya Palmeiras ambaye kwa sasa amekwisha funga goli 17 katika ligi ya Brazil. Nyota huyo anacheza kwenye klabu ya Palmeiras. Tutamkumbuka Victor Roca alijiunga na FC Barcelona ya nchini Hispania lakini hakufanya vizuri na akarejea kwenye ligi ya kwa akicheza na Palmeiras na akifanya vizuri. Sasa inaelezwa United wameanza mazungumzo na agent ama wakala wa mchezaji huyu kuangalia uwezekano wa kuweza kumsajili kujiunga na Manchester United. Hizo ndio tetesi kubwa ama taarifa kubwa kwa wakati huu kuhusu Red Devils United. Subscribe, like, share na comment kuifanya jamii kubwa United Insider kuendelea kuenjoy habari nyingi kuhusu Red Devils. Ciao.